pamoja na kazi kubwa ambayo inafanyika ya ujenzi wa miundombinu na maandalizi ya ufunguzi wa shule, naomba niwahakikishie na niwatangazie wazazi na wananchi wote wa mkoa wa Iringa kupitia hapa Kilolo kwamba maandalizi ya ufunguaji wa shule katika mkoa wa Iringa yanakwenda vizuri na tuko tayari kuwapokea watoto. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwahamasisha wazazi wote ambao watoto wao wamechaguliwa kwa ajili ya masomo ya sekondari wahakikishe wanafanya maandalizi ya kutosha ili watoto waweze kuripoti shuleni muda utakapofika. Na kwa watoto ambao tunawatarajia kuwapokea kwa ajili ya darasa la awali na darasa la kwanza, maandalizi katika shule zetu za msingi pia yako tayari. Kwa hiyo nimuombe kila mzazi ahakikishe anamuandaa mtoto kwenda kuripoti shuleni. Miundombinu yetu iko salama na iko tayari, walimu wetu wako salama na wako tayari, lakini pia serikali imejipanga kuhakikisha kwamba masomo yanaanza kwa wakati na yanasimamiwa vizuri ili tija ya muhula wa kwanza wa masomo ianze vizuri na ikamilike vizuri. Niwaombe wazazi, tunaposema kumwandaa mtoto kuja shule ni pamoja na muonekano wake, mavazi yake, vifaa vyake vya kusomea, hakikisha unamwandaa mtoto. Kwa wale wazazi ambao itatokea kwa bahati mbaya au kwa mazingira ambayo Mungu mwenyewe ndiye anayajua, ikafika wakati wa kufungua shule mtoto akawa hajaipata sare au hajapata ilo daftari moja, muache mtoto aende shule. Na wakuu wa shule hakuna kumzuia mtoto yoyote ambaye atakuja na mapungufu shuleni. Tuwapokee watoto wote kwa mazingira watakayokuja nayo, kisha taratibu tushirikiane na wazazi kutatua changamoto ambazo zilikuwa zimewakabili watoto hao. Hili linamaanisha nini? Mtoto ambaye shule itafunguliwa yawezekana akawa hajapata sare au ana sare ya juu ya chini hana, aruhusiwe aingie darasani na nguo zake za Krismasi. Hizo za Krismasi asome nazo wiki ya kwanza, wiki ya pili nguo zikiwa tayari, mtoto endelee na masomo. Lakini hakikisha mtoto anapokuja, hata kama kavaa nguo ya nyumbani kwa siku za kwanza, hakikisha madaftari yanayo, kalamu anayo, ili akifika darasani awe na uwezo wa kuandika sawa na wengine, awe na uwezo wa kusoma sawa na wengine, na hiyo itamsaidia kuyaanza masomo vizuri na kuyaelewa vizuri siku za mwanzoni. Sawa wazazi wenzangu? Lakini pia hakikisheni siku ya kwanza mtoto kufungua shule, nenda shuleni na mtoto, usimtume kama mzigo. Nenda mwenyewe na mtoto wako, mfikishe shuleni, msajili. Baada ya kumsajili, chukua namba za mkuu wa shule na namba za mwalimu wa darasa analosoma mtoto wako. Lengo ni nini? Uwe na mawasiliano ya karibu na hawa walimu kufuatilia maendeleo ya nani jamani? Ya mtoto. Ili hata kama mtoto atapata changamoto, waweze kukupata kwa wakati, wakueleze mwanao ana shida hii, au njoo tuzungumze kuhusu mpango wa kuimarisha ufaulu wa mtoto wako. Huko shuleni huko, tunao mpango wa chakula wapi? Shuleni. Lengo ni nini? Lishe bora kwa watoto wetu. Tuhakikishe mpango wa lishe hapa mkuu wa shule akiuleta, mwenyekiti wa kijiji, mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kitongoji na kamati ya chakula shuleni, hakikisheni mnawashirikisha wazazi kikamilifu. Watoto wetu wasome wakiwa wanapata chakula wapi? Shuleni. Na hivyo tunafanya kwenye shule za sekondari, tunafanya kwenye shule za msingi, na hapa kwetu kwenye shule hii mpya ni lazima utaratibu huo tuendelee nao. Mtoto anapokula akashiba, anakuwa na utulivu darasani. Mtoto anapokula chakula bora, anakuwa na uwezo wa kufikiri vizuri. Lakini mtoto akiwa na njaa na akiwa hajashiba vizuri, uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kusoma pia unakuwa duni. Kwa hiyo niwaombe wazazi wenzangu, tukapambane tuhakikishe watoto wetu wanakula wapi? Shuleni. Kale kauji wakapate, kama ni kaugali kanasongwa shuleni akapate, kama ni ubwabwa unapikwa shuleni aupate. Lakini wanaowezesha hayo yote ni mimi na nani? Na wewe.